Raia mwenye asili ya China Xu Fu mwenye umri wa miaka 39 na mfanyakazi wake wa mgahawa wa Kibonge uliopo Kariakoo jijini Dar es Salaam Blandina Mwalutola mwenye umri wa miaka 24 wamehukumiwa kulipa faini ya shilingi milioni 6 au kifungo cha miaka 3 jela kwa kosa la kushindwa kutoa risiti ya kielektroniki baada ya kutoa huduma ya chakula na vinywaji, yani sahani moja ya baga yenye thamani ya shilingi 13,000, sahani 2 za chipsi kuku, sahani moja ya wali uliochanganywa na mayai, chupa 2 za soda na maji ya kunywa chupa moja, vyote vikiwa na thamani ya shilingi 35,000. Washtakiwa wote wanashtakiwa kwa makosa ya kushindwa kutoa risiti ya kielektroniki inayofahamika kama risiti ya EFD. Kosa la kwanza ni kushindwa kutoa risiti ya kielektroniki kutokana na huduma waliotoa yenye thamani ya shilingi za Kitanzania 13,000, kinyume na kifungu cha 97(1) aya B cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438 toleo la 2023, ikiisomwa pamoja na kifungu cha 96 pamoja na kifungu cha 97 cha sheria ya fedha, sheria namba 6 ya mwaka 2024. Kosa la pili ni kwa mshtakiwa wa kwanza kwa maana ya kushindwa kutoa risiti ya kielektroniki inayofahamika kama EFD kutokana na huduma aliyoitoa yenye thamani ya shilingi za Kitanzania 35,000, kinyume na kifungu cha 97(1) aya B cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438 toleo la 2023, ikisomwa pamoja na kifungu cha 96 na 97 cha sheria ya fedha, sheria namba 6 ya mwaka 2024. Washtakiwa hao walikamatwa wakati maofisa wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA wakiwa katika utafiti na upelelezi kuhusiana na utoaji wa risiti za kielektroniki, ambapo walifika katika mgahawa huo na kuagiza chakula na vinywaji, na mwisho wa siku waliambulia kupewa risiti ya mkono. Washtakiwa wote wawili walikiri makosa yao na mahakama ikawakuta na hatia, na mshtakiwa wa kwanza Xu Fu aliamliwa kulipa currency point 100 kwa makosa yote mawili, na currency point moja ni sawa na shilingi 20,000. Kwa tafsiri hiyo anapaswa kulipa fedha za Kitanzania shilingi milioni 4 au kifungo cha miaka 3. Na mshtakiwa wa pili kwa maana ya Blandina Samuel Mwalutola, yeye aliamuliwa kulipa currency point 100 kwa kosa moja aliyokuwa amekutwa nalo hatia. Thamani yake ni sawa na currency point, currency point moja ni sawa na shilingi 20,000. Kwa tafsiri hiyo currency point 100 kwa Blandina anapaswa kulipa fedha za Kitanzania milioni 2 au kifungo cha miaka 3. Hukumu hii imetolewa na hakimu mwandamizi wa mahakama ya wilaya Ilala Kinyerezi Dar es Salaam, Mheshimiwa Mohamed Burhani, baada ya washtakiwa kukiri mashtaka mawili ya kushindwa kutoa risiti za kielektroniki kinyume na sheria za kodi. Ulipaji kodi wa hiari ni kiini cha ustawi wa nchi, na ulipaji kodi wa hiari unaenda sambamba na utunzaji sahihi wa taarifa za kibiashara. Sasa taarifa za kibiashara, mfanyabiashara anao wajibu wa kisheria wa kutoa risiti za EFD ambazo atatoa kwa thamani ya fedha aliyopokea.